Lakini pia sio mbaya kugusia jambo jingine muhimu, hasa katika kipindi hiki ambacho tuko nacho. Hii ni kama pati namba 2 katika kipindi hiki ambacho tuko nacho na tunachokiendea. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kujua masala ilmu na kadhalika kuwahimiza watu njia za kupata ilmu, lakini tuendapo katika hali ambayo inatujia mbele, jambo la kwanza, la shaka kwamba Allah subhanahu wa ta'ala jalla wa ala amemwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au ametuamrisha na sisi waumini bitaati ulat al-amr, kuwatii na kuwasikiliza wale wenye madaraka na kusaidiana nao pamoja nao katika mambo ya birri wa taqwa, wema na ucha Mungu, na kuhusiana kwa haki na kuhusiana katika sala la kusubiri. Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye amesema kwenye kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, enyi ambao mmeamini, mtiini Allah na mtiini mtume na wale ambao wenye madaraka katika nyinyi. Fa in tanaza'tum fi shay'in, mkigombana katika kitu chochote, basi kitu hicho kirejesheni kwa Allah na mtume wake, ikiwa nyinyi mnamwamini Allah na siku ya mwisho. Dhalika khairun, kufanya hivyo ni jambo bora, ni jambo zuri, wa ahsanu ta'wila, na ni matokeo mazuri pia vile vile. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ndiyo njia ya saada, ndiyo njia njema. Hadha huwa tariqu saada, ndiyo njia nzuri na ndiyo njia njema na njia ya kuongoka, ya hidayah, nayo ni kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika kila kitu, fi kulli shay'in, kumtii Allah katika kila jambo, na kuwatii ulati al-umur fil ma'ruf, kuwatii viongozi katika jambo jema, katika ile taa ya Allah na mtume wake. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amesema, atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum, kwamba taa ya ulil amri, kumtii kiongozi, kunaifuata taa ya Allah na mtume wake. Na viongozi ni wale umara, viongozi na al-ulama, na wanawachuoni. Ikiwa jambo halina mwanawachuoni yoyote ambalo analisimamia, usilifuate jambo hili. Wewe angalia mwanawachuoni gani jambo hili kubwa ambaye mwenye kutegemewa ahli sunna jambo hili amelijuzisha, amelitolea fatwa. Ikiwa hakuna, usilifuate jambo hili. Na ikiwa kuna kiongozi yoyote mkubwa wa daula, wa kiserikali au wa kitawala, ikiwa amelisema jambo, basi ni lazima kulifuata, na akikataza ni jambo, ni lazima kujikataza nalo jambo hilo kwa nasi ya Qur'an na nasi ya sunna ya bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni wajibu kuwatii wao katika maarufu, katika mema. Lakini wakituamrisha jambo lolote ambalo ni maasi, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, sawaan kana amiran au malikan min muluk, au mfalme miongoni mwa wafalme, au aliman
au mwanachuoni au rais wa jamhuri, wa raisun jumhuriyan, au ikiwa ni rais wa jamhuri na mfano wake. Hatuwezi sisi kumtii katika jambo la maasi hata kidogo. Ikiwa tumeamrishwa jambo la kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni amir au mfalme au mwanachuoni yoyote au rais wa jamhuri na mfano wake, hatuwezi sisi kumtii hata kidogo, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasallam amesema innama ta'atu fil ma'ruf, hakika hapana vingine, kutii ni katika wema. Na Allah subhanahu wa ta'ala pia anasema wala ya'sinaka fi ma'rufin, na wala hawatokuasi wewe katika jambo jema. Wale wanawake waliokuja wakasema idha ja'aka almu'minatu, waliokuja wanawake wakasema sisi tutampa taa mtume na kadhaa, wakatoa ahadi mbalimbali, hatutoua tena watoto wadogo, hatutoleta uzushi, hatutofanya hivi. Wala ya'sinaka fi ma'rufi, hawatokuasi katika jambo jema. Kwa hiyo kwa minasaba yetu mbalimbali nimeona kutoa tamko hili na kuwanasihi watu waislamu na kuwanasihi as-salafiyin kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametaka sisi kumtii yeye na kumtii mtume pamoja na kuwatii wale wenye madaraka katika sisi. fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Allah pia amesema hivyo kwamba tumuogope, ametuamrisha takwa na kusikia na kutii katika wema, katika jambo jema, jambo zuri, jambo lenye maslahi na sisi na viongozi na maslahi na raia. Viongozi yeye ndo anaona kwamba hapa hakuna maslahi katika hili, kwa ifanyeni hivi. Maadamu sio maasi, sisi ni lazima tumfuate, ni lazima tumfuate. Lakini akituamrisha jambo la maasi hatuwezi kufuata, lakini pia hatutotoka katika utawala wake. Lakini kufuata, kulitekeleza, abadan hatuwezi kufanya hivyo, kwa sababu inna ta'atu fil ma'ruf, hakika hapa na vingine kusikiliza na kutii ni katika wema tu. Lakini katika maasi la ta'ata, hakuna taa ya maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ama jambo halina maasi yoyote, jambo tu la kawaida la kijamii, ni lazima mlifuate jambo hilo. Na haya ni mafundisho jamani, sio maagizo, ni mafundisho kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sisi kama tunatatizana katika jambo lolote, kama tuliposoma, ikiwa tutagombana katika kitu chochote, basi ruddu alhukma fi dhalika ila kitabillah, turudisheni hukumu katika hilo kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, na turudisheni kwenye sunna ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kufuata haki na kukutana na mambo ya kheri na kutahadhari na mambo ya shari. Hadha huwa tariqu ahli alhuda wa hadha tariqu almu'minin, hiyo ndiyo njia ya watu waongofu na ndiyo njia ya waumini wa kisawasawa. Lakini yule ambaye anataka kuzima fadhila na kuwalingania watu kwenye ufisadi na shari na kueneza kila lile ambalo linasemwa, wanashru, na kueleza kila lile ambalo linasemwa, yuqal mimma fihi qadhun bihaqqin au batil,
lile ambalo linasemwa kwa haki au batili, kazi yake ni kueneza. Hii ni njia ya ufisadi, hii ni njia ya ufisadi. Wa hadha tariqul fasad wa tariqush shaqaq wa tariqul fitan, hiyo ndiyo njia za watu za fitna, njia ya watu wa fitna, njia ya ufisadi. Amma ahlul khair wattaqwa, watu wa khairi na wacha Mungu, basi wanaeneza mambo ya khairi na wanalingania katika khairi. Ayuha almu'minun, ndugu zangu waislamu, njia ya watu wa shari ni kueneza kila jambo baya au zuri, au kueneza kila jambo ambalo limezungumzwa kwa haki au kwa batili. Hiyo ni njia ya watu wa shari. Wewe kazi yako kueneza tu, jambo limezungumzwa kwa haki au kwa batili. Una mchango wa kueneza mambo mbalimbali katika jamii ya watu, katika mitandao ya kijamii na sehemu mbalimbali. Hiyo ni njia ya watu wa shari. Ama wale wacha Mungu, watu wa kheri, wattaqwa, wanaeneza mambo ya kheri na wanalingania mambo hayo, na wanapeana nasaha kati yao katika yale ambao wanatofautiana nayo, mpaka wanafika katika kheri na wanafika watu katika mkusanyiko, wanakuwa kitu kimoja, wanasaidiana katika mambo ya kheri na taqwa, kama vile Jalla wa Ala aliposema kwenye kitabu chake, wataawanu ala albirri wattaqwa, saidianeni juu ya mambo ya birri, mambo ya wema na ucha Mungu, wala taawanu ala alithmi waludwan, na wala watu wasisaidiane katika mambo ya madhambi na uadui. Uadui sio kitu kizuri, tusisaidiane katika mambo hayo. Uislamu umetaka tusaidiane katika mambo ya kheri, yale mambo mazuri, mambo ya islahi, kutengeneza. Lakini mambo ya kuharibu, hayo sio katika mambo yenye kuhimidiwa na wala sio katika mambo mazuri. Tulisoma hapa katika tafsiri ya Qur'an, tukasema Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wal asr innal insana lafi khusr, na apa katika wakati wa al-asr, au na apa kwa zama zote, hakika mwanadamu yuko katika hasara, illa alladhina amanu wa amilus salihat, isipokuwa wale ambao wameamini na wakatenda matendo mema, watawasau bil haqq, watawasau bil haqq, watawasau bis sabr, wakahusiana katika mambo ya haki, kushikamana na haki, na pia vile vile na wakahusiana katika mambo ya subra. Tuweni na subra, tusiwe na haraka, kwa sababu haraka haina baraka, kama vile wanaposema Waswahili. Kwa hiyo tusiwe na haraka, tusitake matokeo ya haraka, kwamba mtu basi haraka bwana, jambo lazima liwe hivi. La, taratibu, kidogo kidogo, kisha watu tutafikia katika yale malengo tunayoyataka. Lakini watu tuhusiane na kusubiri. Tabu ziko kwa watu, kuna hili, kuna vile, fulani kafanywa hivi, fulani kafanywa vile. Basi ni kufanya subra, kwa sababu subra ndio matokeo ya kheri zote. Lakini kukosa subra ndiyo balaa ya kila kitu. Kila balaa litakuja kwa sababu ya watu wamekosa subra. Nikatoa mfano hapa, watu wamekosa subra, wakafanya maandamano makubwa katika nchi mbalimbali, wakawatoa watawala wao kwa sababu tu mkate umepanda shilingi 50 baada ya kwa 1200, sasa hivi unauzwa 1250. Walikuwa watu wao wana amani, wana maji, wana umeme, nyumba zao zimeimarika. Leo hii wanaishi kwenye magofu, hawana umeme wala hawana maji, wamekata nyaya zote.
maji mifereji yote kata kabisa, we hakuna, wanaoga na maji ya mto. Kwa hiyo wanaomba dua mvua inyeshe, na ikinyesha sana balaa, ikiwa imekata sana balaa, kwa maji hakuna. Ndugu zenu wa Libya huko wanaishi katika tabu na dhiki kubwa sana, nchi ambayo huwezi kufananisha katika nchi za Afrika tuliokuwa nao, Afrika ya kati yote huwezi kufananisha na nchi ya Libya. Libya imefika kiwango inashinda watu kutoka Ulaya, imefika kiwango hicho. Raia wao wataka waanze kulipwa, maji yako, umeme upo, lakini walimtoa rais wao madarakani, wakamburuza barabarani, wakamuua. Na hali kadhalika katika nchi mbalimbali. Leo kwa Madagascar pia wamefanya maandamano, wamemtoa rais wao. Nchi imechukuliwa na jeshi, kulala saa 12, kwa sababu jeshi ikichukua nchi kulala saa 12 usionekane barabarani. Sasa wale wapigaji bodaboda za usiku imekula kwao. Ni hali hivyo ndio ilivyo. Nakumbuka nilienda mwaka fulani, niliwatajia tulienda Rwanda. Sasa Rwanda ikifika saa 12 saa moja hivi, watu wote barabarani hakuna, na hawajaambiwa na mtu waondoke, hawajaambiwa na mtu, lakini watu wote kila mmoja yuko nyumbani kwake, kwa sababu kila mtaa kuna wanajeshi wawili wenye silaha wamekaa. Hawakupigi, lakini wewe mwenyewe tu utakwenda nyumbani. Hawakupigi na magwanda yao, mwingine kakaa upande ule angalia kule, mwingine kakaa upande huu angalia huku, wamekaa katika corners. Kwa tukienda swala ya alfajiri, nakumbuka tuwakuta barabarani wamekaa watu hamna, kwa sababu hile ni nchi iliyopenduliwa, ni nchi ya kijeshi. Kwa hiyo tujifunzeni kupitia kwa wenzetu, kwa sababu mwenye akili ni yule ambaye atajifunza kupitia kwa mwenzake. Ala kulli hal, sisi tunawaambia watu wetu, wale wengine watajua wao wenyewe, lakini sisi tunazungumza kuambia wale watu ambao wanatusikiliza. Ndugu zangu Waislamu, yale ambayo yanajulikana yanayopatikana kwa watawala wa Kiislamu katika kheri na uongofu na manufaa makubwa, kama vile kusimamisha hudud. Kuna nchi zinasimamisha hudud, sio kama nchi zetu. Yani kuna nchi mfano kama vile Saudi Arabia na baadhi ya nchi wanasimamisha hudud, had, sheria, qisas, anayeua uawe. Wanazingatia masala ya amani, wanazingatia masala ya amani na masalih mbalimbali. Lakini nitaka niwaambie jambo, walaysa alhakim ma'suman. Hawa viongozi hawakukingwa na makosa. Innamal ismatu lirusul alayhimus salam, hakika makosa, kukingwa na makosa ni kwa mitume alayhimus salam, katika yale ambayo wanayafikisha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu asiyekuwa na makosa, lakini muhimu kinachotakikana kwetu sisi ni kushirikiana nao katika yale mambo mema, mambo mazuri, na nasaha katika yale mambo ya shari yanayotokea. Katika yale ya shari inafaa sisi tutoe nasaha. Nasaha zetu zinakuwa za jumla, hasa zikiwa kwa watawala zinakuwa ni za jumla, sio kuainisha moja kwa moja, kwa sababu sio katika manhaji ahli sunna
kuwapa nasaha viongozi katika mimbar, katika majukwaa, kumsema fulani hivi na hivi kafanya hivi na hivi na hivi, kwa nini kafanya hivi na hivi na hivi, kwa nini mtaala kafanya hiyo. Sio katika jambo zuri. Hadithi ya Mtume imetukataza hivyo, mkasema haya ni maneno yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza jambo hilo. Man arada an yansaha lidhi sultan, anayetaka kumpa nasaha kiongozi, basi asimdhihirishie yeye alaniyatan, wazi, lakini amchukue mkono wake, basi ampe siri. Fa insamia fadhak, akisikia basi jambo zuri, lakini asiposikia itakuwa ametekeleza lile ambalo yeye amelikusudia. Ukikutana na kiongozi yeye si anafanya maasi, anaua watu, apiga watu, afanya watu hivi na vile, adhulumu watu, wafunga watu, basi wewe siku ukikutana naye kwa faragha, pamoja mmekaa, umepata nafasi ya kunana naye, mwambie wewe afanya hivi, wewe afanya vile, afanya hivi, jambo liache, si jambo zuri na hivi na hivi. Tumeelewana? Au mbele yake, uko mbele yake, sema sheria imekuruhusu. Tumeelewana? Kwa hiyo akisikia sawa, kama ni kweli hayo anayofanya. Asiposikia basi wewe ushatekeleza. Lakini mashehe wangapi katika wanaharakati mbalimbali, wao wanasema kwenye majukwaa, lakini wakikutana na kiongozi wafanyaje? Hawasemi. Wengine wakifika pale, mheshimiwa, tuna miradi yetu sisi, tuna madrasa yetu tutakatujenge na hivi. Kazi kubwa sana wanafanya mheshimiwa. Wewe katika mimbari Simba, lakini kukutana na kiongozi kuna uwezo ukamwambia hili ni ajabu. Mahizbi ndio wako hivi mara nyingi, hawana nasaha, wao wanataka waangalia matumbo yao tu basi. Sio sawa. Wewe ukimuona wape nasaha, kuna hili mheshimiwa, kuna hili, kuna lile, kuna lile, hapo umeruhusiwa. Lakini sio kae huko mtimkavu warusha maneno, hilo jambo halitakikani katika Uislamu. Hii ni hasa kwa kiongozi, lakini kwa watu wengine katika mahizbi tutawasema mpaka tuafa sisi, mpaka tuingia makaburini kwamba wewe ni hizbi, wewe umefanya hivi, umefanya vile, hii si sawa, hii ni hivi, ni hivi, rududi tu. Ikiwa kama ni kusoma, sijui nani yule diwani au mwenyekiti, wote unavurumisha tu, unapiga za uso. Tumeelewana? Hizbijin tutawashambulia kwa namna zote, lakini watawala, sheria imetubana kidogo. Sheria imetubana, imetufungulia pale tutakapokutana nao tuwape nasaha, tuwape nasaha. Lakini wengine wakikutana na viongozi, je, hizo nasaha wanazitoa? Au mheshimiwa, kuna mambo makubwa tufanyia, lakini sisi tuna jimbo letu hapa na madrasa yetu hapa. Sasa yale mingine mbona useme? Sawa, mna madrasa yenu na haya, sema. Mambo ni mengi, mambo ni mengi sana ya kuzungumzwa, lakini sisi tutazungumza hayo machache katika hayo mengi. Lakini kwa kweli mambo ni mengi sana. Kwa hiyo sisi raia ni lazima kushirikiana na watawala kwa kusaidiana nao katika khairi na kulingania haki. Kwa hali yoyote mtu analingania haki na watu kuacha ufisadi katika jamii, katika jamii yetu. Na pia vile vile tuzungumze wakati mwingine
maneno mazuri. Da'wa wakati mwingine inatakikana iwe na maneno mazuri, sio kila wakati basi maneno magumu, au siku zote tu maneno magumu. Siku zote tu maneno mazuri jamani, ngine mazuri kabisa. Mara moja moja kidogo ni lazima tutumie viboko. Tumeelewana? Kwa sababu wakati mwingine mtu huwezi kwenda tu hivi hivi, ni lazima upate mwongozo. Hata mnyama wako pia wakati mwingine anagoma, unamtia kiboko na unapata nguvu kidogo. Kwa hiyo sisi pia tunatakana tutumie maneno mazuri katika kufikisha ujumbe wetu, na hii ni nasaha kwangu mimi pia mzungumzaji na wengineo ambao wanakaa katika mimbari kama hizi, pia watoe maneno mazuri, maneno ya sawa. Maneno mazuri ni yale maneno ya sawa. ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmau'izati alhasanati, lingania kwa Mola wako kwa hikma na mawaidha yaliyokuwa mazuri. wajadiluhum billati hiya ahsan waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah wa amila salihan. Ni nani mzuri zaidi kwa maneno kuliko yule ambaye analingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala na akatenda matendo mazuri. Kwa hilo ni jambo zuri la kuliangalia, kulizungumza, au wanachagua hili la kuzungumza, hili la kuacha. Nabii Musa alayhi salam aliambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala amwambie Firauna, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru au yakhsha. Wamwambie yeye na Harun, Musa na Harun wamwambie Firaun maneno yaliyokuwa laini, huenda yeye akakumbuka au akaogopa. Maneno laini aliyoambiwa ni yapi? Bana nyinyi lazima mzungumze maneno laini bana. Kama ikiwa kafiri Nabii Musa akaamrishwa kumfuata kafiri amwambie maneno laini, je, kwa wewe Muislamu bana? Sasa tuauliza, maneno laini wayajua? Hayo ambaye aliambiwa Firaun, unayafahamu maneno yake? Sasa yatafute hayo maneno laini ni yapi? Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, maneno yamerefuka kwa yale ambayo yametangulia, lakini nasaha zetu sisi kwa watu wote, ikiwa shabab, vijana wa kisiasa, vijana wa kikhawarij, vijana mbalimbali na wenye kufana wao, dawa wanaeneza wao au ulinganio wanaita wao, bila shaka kwamba ni sharin adhim na ulinganizi mbaya mno. Kwa watu ni wajibu kwetu sisi kutahadhari na kueneza mambo yao kwa kila njia, kutahadhari na mambo kama haya. Bali sisi tunawalingania wao warudi kwa Mola wao, watubie na wafute kila kile ambacho wanachokieneza katika mambo ambayo hayafai, mambo ya uzushi, mambo mabaya, mambo ya uharibifu, mambo ya uharibifu. Watubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mtukufu anasema, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Enyi waja wangu ambao mmepetuka mipaka kwa nafsi zao, asrafu ala anfusihim, wamepetuka mipaka kwa nafsi zao, wamefanya israfu nafsi zao. La taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe umefanya ufisadi sana basi wakata tamaa kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala, mimi sitosamehewa tena, mimi usikate tamaa hiyo, kwa sababu inna Allaha
yaghfiru dhunuba jami'an, hakika Allah anasamehe dhambi zote, jami'an, dhambi zote, kwa sababu yeye innahu huwal ghafurur rahim. wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adhab thumma la tunsarun. wa qala subhanahu wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Ndugu zangu Waislamu, nasaha hizi la shaka naamini kwamba hizi ni nasaha za ghali, naamini hivyo. Kwa yule ambaye atazipokea nasaha hizi ni kheri kwake yeye, ama yule ambaye atazirudisha na atazipinga, basi ni yeye na Mola wake na nafsi yake yeye mwenyewe. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, nas'alullaha bi asma'il husna wa sifatihi al-ula, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri na sifa zake zilizotukuka atuwafikishe sisi sote kwa kheri, na atufahamishe sisi katika dini ya Allah, katika dini yake, na atufanye islahi ahwal almuslimin, asuluhishe hali za waislamu wote, na atukinge sisi na wao wa min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, na shari ya nafsi zetu na mabaya ya matendo yetu, na tujalie ni wenye kufuata huda, uongofu, na atukinge sisi na mambo ya fitna, min mudillat alfitan, kama vile tunapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe watawala wetu katika kila jambo la kheri, awasaidie wao katika kheri, na awape nusra wao, awanusuru wao kwa haki, na pia Allah subhanahu wa ta'ala awafahamishe wao fiqhi fi dini, kuifahamu dini, awafikishe matendo yao, awafikishe wale wasaidizi wake wa kheri, na wakinge wao na kila ile ambalo lina shari kwa wao. Ndugu zangu Waislamu, maneno ni mengi, lakini tunahitajika sisi kufuata miongozo sahihi ya mashekhe zetu, na pia vile vile kufuata miongozo ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa kurudi kule nyuma, nimewapa nasaha kwamba watu wasome elimu hii ya kisheria, kwa sababu tukiweza sisi kusoma, tukijitahidi katika kusoma, bid'a hii tutaikimbiza mbali sana, tutaiangamiza bid'a, uovu tutautokomeza mbali kabisa, kama vile anavyotokomea shetani wakati wa adhana. Nilisema pia jana kwamba adhana itakapoadhiniwa, shetani anakwenda mbio, wala hudhurat, huku anamwaga mashuzi. Na hali kadhalika bid'a tunatakikana tuitokomeze kabisa, huku inamwaga nini? Kama hayo ambayo nimeyataja. Kwa hiyo sisi ni jukumu letu kulisimamia jambo hili, kwa sababu umma wenye maendeleo ni ule ambao hauwezi ukapatikana isipokuwa kwa ilmu yenye manufaa. Huo ndio umma wenye maendeleo. Ama watu kukaa tu hivi hivi bila kusoma, kupiga domo, kuzungumza, watu wanapoteza umri. Watu wengine wamekaa wazungumza tu masaa 24, mtu akaongea tu, unapoteza umri wako. Baadaye ushakuwa mzee huko, wafunga saruni yako, eti ndio unaanza kuingia msikitini. Alafu ukifika msikitini wagombania Fatiha. Kwa bwana, hii Fatiha ni yangu. Umesoma lini wewe bwana? Wewe kazi yako ilikuwa kukaa tu na kuzungumza maneno sio kwa maana yote. Umekaa tu. Mtu anaweza kaa masaa 6 au 7 kuanzia magharibi mpaka saa 5 za usiku, kakaa kijiweni, baridi yake, joto lake, mbu wake, hana hata harufu moja anajifundisha. Hii ni hasara kubwa sana, hasara kubwa sana. Tumeelewana?
hiyo ni hasara kubwa sana. Mshairi mmoja amesemaje kuhusiana na mshairi anasema kal'isi fil bayda yaqtuluha adh-dhama wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu. Ni kama vile kal'isi fil bayda, ni kama vile farasi yuko katika uwanja anatembea au ngamia, yaqtuluha adh-dhama, kiu kinammaliza yeye, kiu kinammaliza, kinamuua kabisa. Wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu, na maji yako mgongoni kwake ameyabeba. Kitabu kipo, sunna ipo, walimu wapo, wewe hutaki kusoma, hutaki kusoma kabisa, huijui dini yako kabisa, hujui kusoma suratul Fatiha wala nini, na mara moja unaweza kumsikitini. Sasa huko msikitini wasoma nini? Una udhuru wewe, kwa sababu kusoma suratul Fatiha ni jambo la lazima katika swala yako. Ukiikosea wewe huna swala. Ikiwa unaisoma ukaibadilisha maana yake huna swala wewe. Sasa bado tu wewe mtu utakuwa na nafasi za kukaa ukawa wazungumza tu masaa 5, 15 huko tu wakawa wazungumza tu. Na maji haya hapa, madarisi hii hapa, watoto wanatembea tu mitaani hawataki kusoma. Wazazi wako wala washughuliki, watangangana siku ya kwenda shule peke yake, lakini mambo ya madrasa yeye hapana. Alafu baadaye ukija kuwa mzee useme watoto wa siku hizi hawana adabu bwana. Kwa sababu kumfundisha adabu. Adabu sio kwamba shikamoo marahaba kwamba hiyo ni adabu, la. Adabu mtu kufahamu masala ya dini. Mtoto ana haki gani kwa mzee wake wakati anapokufa au anapokuwa mzee, kumwombea dua, kumsaidia na wengineo mambo mbalimbali. Lakini ukishakuwa huna dini, basi wewe unaangalia maisha yako kama vile watu wa magharibi, kwamba mzee huyu akishakuwa mzee basi jambo lake limekwisha. Kumbe afahamu kwamba kijana anaweza kuingia peponi au pepo yake imekaliwa na wazee wake. Waangalie wazee wake wakiwa wako hai, na vile vile pia watakapokuwa wamefariki, katika mambo muhimu sana. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, sisi ni lazima tusome, tueneze sunna, tueneze da'watu salafia, tuipinge bid'a na tuwapinge watu wa bid'a, kwa sababu hawa ni waharibifu katika, wanaiharibu jamii yetu, wanaharibu mazingira yetu, kuwalea watoto katika mambo ya ngoma, watoto kucheza maneno yasiyofaa, ndio malezi yao. Ukenda madrasa huko kazi yao watu kupiga madufu na kuimba tu, mambo yasiyokuwa na maana yote, usaidii chochote. Lakini itakuwa ukiwa umehifadhi Qur'an na kuhifadhi sunna, itakusaidia wewe katika umri wako, na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala pia itakusaidia wewe. Kwa watukufu wa Islamu, nimezungumza kwa muda mrefu sana, lakini yote haya ni ile khitamuhu miskun, ni ile khitamu yetu, mwisho wetu ni miski. Na nasaha hizi zimekuja baada ya kumaliza kitabu chetu cha Umdatul Ahkam min kalami khairil anam mimma ittafaqa alayhi ash-shaykhan. Kitabu hicho kimekwisha na kimerekodiwa, na tunaendelea na vitabu vingine. Haina maana kusha kitabu hicho tufanya sherehe, tuendelea, wala hakuna maonyesho kwamba sasa haya maonyesho tunawapangia watu hadithi mbili wakasoma mbele za watu. Ule ni utapeli tu. Watu mwezi mzima wanakaa wanahifadhi hadithi 2, wakati siku 10 watu washahifadhi hadithi chungu nzima. Maonyesho ndio nini sasa? Potezea watu umri tu, kudanganya watu basi. Sije nikasema sana mpaka ni mwisho sasa pilau nikaitia mchanga sasa. Kwa hiyo tutaishia hapa.
na maneno yanaendelea kila siku, sio kwamba yaisha. Kama nilivyozungumza, tutarejea vile vitabu vyetu vya nyuma, vitabu vya tauhid, tutaanza kuvisoma tena, virekodiwe tena kisasa, tuende navyo kwa haraka haraka hivyo hivyo kidogo kidogo mpaka vitamalizika kufika 10 15. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.